sana kuweza kuzaliwa jinsi ulivyo. Kabisa. Kwa hiyo kuwa mwanamke kama mwanamke umekamilika au mwanaume kama mwanaume umekamilika. Jambo la kushukuru sana. Na kupitia kuwa na jinsia hizo, pia kuna makundi matatu kwenye hawa. Kuna yule ambao unakuta kabisa hizo jinsia zote mbili hazipo kamili. Lakini kuna jingine unakuta jinsia ya kike imezidiwa kidogo na jinsia ya kiume. Na kuna mwingine unakuta jinsia ya kiume imezidi kidogo ile jinsia ya kike. Wanakuwepo, kwa wanakuta watu watatu. Kwa hiyo wote hao changamoto zinakuwepo za kiafya. Mambo ya uzazi inategemeana, lakini unakuta watu kama hiyo tena kuwa ni changamoto nyingine nyingi zaidi. Kwa hiyo sisi ambao tumekamilika, una kila sababu ya kumshukuru Mungu pamoja na namna yote jinsi ulivyo. Kwa hiyo hii tutavizungumza kiundani, na kutokana na maumbile. Sasa tuje katika sisi ambao tuko hapa sasa. Tuko hapa wanawake na wanaume. Tuko hapa na wanawake na wanaume. Haya ni maumbile ya wanaume, haya ni maumbile ya mwanamke. Najua tumeshasoma sana biolojia na vitu kama hivyo. Sina haja sana ya kuviangalia kiundani. Hawa ni watu ambao wamekamilika, wako vizuri. Leo hii hamna changamoto yoyote. Na mwanaume ambaye amekamilika, tupata taarifa au maelezo sahihi, unakuwa uko vipi? Lazima akili imekaa vizuri, mwili uko super, pia kiuchumi uko vizuri. Maana kama uchumi unakuwa uko vizuri, sababu nyingine ambayo inakuwa sio nzuri sana kwa wanaume. Kwa hiyo mwanaume anakuwa hivyo kwa mwanamke, lazima pia via ama njia za uzazi ziwe zimekamilika, ziko vizuri, hauna changamoto yoyote, uko super. Haya ndo maumbile ya kawaida ambako tunajua njia kule ambako tunakuona huko ukuone. Ukishaingia ndani huko, unaachia wataalamu ndio wanakuona, aidha kwa picha ama kwa vipimo wanakuona. Haya ndo nakuta ndo mayai sehemu vinapokuwa yanazaliwa, na sehemu za mwanaume zinakuwa hivyo. Haya ni makorodani tunayonaga yananing'inia kwa nje kule. Umeona hapa ndo katikati kuna tezi dume. Tezi dume lipo katikati, huu ndo mrija unatoa kibofu cha mkojo. Hivyo kwa mwanamke, kibofu cha mkojo kinakuwa sehemu nyinginezo. Kwa hiyo haya ni maumbile ya kawaida. Kwa mwanaume aliyekamilika, unakuta kiakili yuko vizuri, kimaumbile yuko vizuri, amekamilika, yuko vizuri, hana changamoto yoyote, ile ndio mwanaume amekamilika. Lakini pia mwanamke hivyo. Sasa inatokea mwanamke au mwanaume haja balance, ndio changamoto zinapotokea ambazo zinaleta matatizo ama changamoto za kiafya, infertility. Kwa hiyo hizi ni changamoto tu zinazotokea, ziko za aina tofauti. Tutapitia kwa haraka ili tuweze kupata uelewa mzuri tu. Kwa hiyo kupitia changamoto ambazo zipo ya infertility, pia nazo pia zina makundi. Huna haja ya kujua makundi yote kwa kiasi hicho, lakini inatokea. Kwa hiyo unakuta primary, unakuta mwanamke hajawahi kupata ujauzito kabisa, hajawahi kubeba ujauzito kabisa. Lakini mwingine unakuta ameshawahi kupata ikashindikanika hapo baadaye. Kwa hiyo kuna hatua ziko tofauti. Kwa maana hata kama ukienda kwa mtaalamu wa afya, anaweza kukuuliza labda una changamoto za uzazi, atakwambia ushawahi kupata ujauzito? Ndio, tayari anajua vitu vingi sana. Bwana, sijawahi kupata. Hujawahi kupata na mtu aliyewahi kupata kuna utofauti. Kwa lazima hivyo vitu vinakuwa tofauti. Lakini pia mwingine unakuta labda hajawahi kupata kabisa, na ukimpima unaona kabisa hakuna dalili za kuweza kupata. Tunafahamu maneno ya tasa nini na nini, vitu kama hivyo. Unajua mwanamke anazaliwa na mwanaume akiwa amezaliwa, unakuta viungo vyake vinaanza kujijenga kidogo kuanzia umri fulani. Lakini mwanamke anapokuwa amezaliwa tu, anazaliwa na mayai yake. Kama hiyo mnafahamu? Ndio. Yaani mtoto akizaliwa na mayai kabisa, idadi yake hiyo. Kadri muda unavyozidi kwenda inazidi kupungua taratibu. Nadhani kuna idadi ni milioni kadhaa mtoto anakuwa amezaliwa mdogo, anakuwa na hiyo idadi ya mayai. Na atakapofika umri wa kuvunja ungo, litaanza kutoka moja sasa.
kwacha kila mwezi, kwacha. Naelewa Sasa kuna kipindi kinaweza ikafika ukashangaa hata kupima mayai hayameisha. Kumbe ushatoa ile mimba. Unaona, ndio hivyo vinavyotokea. Kwa hiyo wale wanaotoa mimba ovyo ovyo, huwezi jua. Na pia usende kupima, unaweza kwenda kupima ukajua bado liko moja. Alafu kuna mwezi ujao. Sasa kama liko moja alafu mwezi ujao utaliwahi. Unaliwahi. Utaliwahi. Sasa bwana yuko wapi bwana, yuko wapi? Tafute mtu aweke fast ili apate ile mtoto mmoja. Ndio maana uende tena ukosea tena, aya kumbe ilikuwa jana. Utachelewa tena kidogo. Unaona? Of course vipimo vipo vya kuweza kujua idadi ya mayai. Unaweza ukajua, lakini sijui kama mtu anaweza kwenda kujipima. Labda ukajipima labda yapo 12, alafu labda ndio mwaka mmoja huo. Sabidi uolewe faster, pate ujauzito cha. Uombe Mungu basi na mapacha yatokee humo. Kwa changamoto zinatokea nyingi kutokana na afya ya uzazi. Lakini tukianza na mwanamke, napenda tuanze na mwanamke kwa sababu mwanamke ni jeshi, wanawake ni watu muhimu sana. Wanawake ndio kama hata hapa wengi ni wanawake pia, kwa sababu mbaya tukaanza kuwazungumzia wao. Ziko changamoto nyingi ambazo zinatokea. Huna haja ya kuzijua moja kwa moja, lakini zipo nyingi, zipo katika mfumo wa makundi ili uweze kuzielewa. Makundi kuna changamoto kwenye mambo ya mzunguko, ovulation. Changamoto zinatokea kwenye hiyo category. Ziko za aina gani? Zipo tofauti. Sasa hizo zinachangia pia hata na umri na vitu vinginevyo. Umeona, mayai yanakuwa hayapevuki kwa wakati. Zile ambazo tumeziona kama imekaa hivi zile kule, sasa kuna changamoto zake zinapotokea hizo. Lakini pia kuna changamoto za kihormone. Hormone ni vichocheo ambavyo vinakufanya uonekane wewe kama wewe, na pia vinatokea. Lakini pia kuna changamoto kwenye ile mirija labda imeziba, labda mirija imetokea changamoto nyingine yoyote, labda ushafanywa operation, labda mrija mmoja umetolewa. Changamoto nazo zipo kwa kina mama. Kwa hiyo changamoto zinakuwa zipo katika kila sehemu tofauti. Lakini pia kuna nyingine nakuta katika ile njia ile nyumba ya mama. Sasa ile nyumba la kwenye uterus ni ambayo unakuta hapo changamoto nazo zinakuwa nyingine. Aidha mwingine amezaliwa, kuna mwingine anazaliwa mambo hayajakaa vizuri. Vitu vya kuzaliwa popote pale mzazi vikazaliwa vikatokea pia. Umezaliwa pia mayai huna, inawezekana. Unaona? Kwa hiyo hizi zote ni changamoto, au pia maambukizi. Kuna sometimes zile ukuta zina grow katika hali ndivyo sivyo, ukuta wa mimba zinakuwa tofauti. Zote hizo ni changamoto upande wa kina mama. Sasa hizi changamoto ziko tofauti. Na ukiangalia na mambo ya maambukizi kama haya yanaweza katokea. Lakini pia hata ubora, quality ya maisha ambayo unayaishi nayo pia inachangia uweze kuwa na changamoto za uzazi. Kwa hiyo ukifikiria ile jumba lilivyokaa, basi changamoto zipo katika sehemu tofauti. Na zina idadi rate tofauti kutokana na mtu tofauti. Umeangalia kama hizo endometriosis, unaona kama kuta zinaanza kulika. Umeona zinavulika hizo. Hiyo changamoto ambayo mtu anaweza kaipata. Wakina mama wanapitia hiyo hali. Ikishapitia hivi unakuta ukuta hauko very smooth. Kwa hizo, lakini pia wengine unapata hizo vimbe. Hizo zinafahamika sana, fibroids wanaziita. Nazo pia ziko za aina tofauti, zipo kutokana na eneo. Aidha imekaa sehemu gani ndio wanavyozitaja. Kuna ambazo zinakuwa zipo katikati ya misuli hiyo, nyingine zinakuwa zipo ndani, nyingine zinakuwa zipo nje huko. Hizi sababu yake kubwa wanakuambia unknown, haifahamiki. Lakini vinachangiwa na baadhi ya vitu vingi. Hormones zinazochangia, uzito uliopindukia zinachangia hivyo vitu. Unajua kuna vitu vingine ushaambiwa unknown. Unaweza kusema hapo either ni Mungu anajua ama ndo hawajafanya utafiti wa kutosheleza. Hiyo hapo tunabaki nalo kwanza. Lakini mara nyingi unakuta ni hormonal issues, mambo ya hormone, vichocheo vile, na unakuta hasijafanya kazi vizuri. Na ndio maana unakuta walio wengi wanashauriwa either wapate ujauzito. Kwa nini? Kwa sababu ukishapata ujauzito hormones nyingi zinakuwa zinafanya kazi.
ndivyo kwamba napata basi ujauzito, ukishapata hiyo vitu vingi vinakaa vizuri. Na ndio maana unakuta changamoto nyingine hata kwa watu ambao labda ni masista wanapitia sana hizi, wanavimbe sana wengi sana, kwa sababu nakuta hormones zipo tu kwa walio wengi. Yanaweza yakazuia mimba ama yasizuie kutokana na size na imekaa sehemu gani. Likiwa kama huku utajisikia tu labda maumivu sana ya tumbo, lakini kama ni mimba inaweza kaingia mambo yakaenda vizuri. Ikiwa huku labda limekaa huku, nayo pia inategemea. Lakini labda linakaa hapa, limekaa hapa, labda yai limepevuka la huku, inabidi lishuke, limezuiwa, mimba haingii. Unaona? Ama mengine labda imeshaingia, imeshajibeba, lakini kutokana na labda likabana, namba nyingine labda pia nao zinaharibika. Changamoto kama hizo pia. Dalili zipo nyingi za maumivu ya mara kwa mara, natoka damu inatoka nyingi sana. Mambo yote yanaweza yamechangia. Kwa changamoto za kina mama zinakuwa ni nyingi, mambo ya hormones. Hormones zinachangia vitu vingi. Kuna vimbe zinakuwa kama vile zinakuwa zina maji, cyst zinatua kwa katika mfumo wa uzazi. Hizo pia zinachangiwa kwa kiasi, mambo ya hormone na vitu kama hivyo. Kwa hiyo issue za hormone zina control vitu vilivyo vingi sana. Kwa ni muhimu sana mwili wa kina wa mama wa dada uwe na balanced hormones ikae vizuri, lakini pia hata maambukizi kama hayo kuweza kupambana nayo. Dalili za changamoto zote hizo nyingine zinaingiliana kana kwamba labda utapata maumivu ya tumbo, lakini pia kuna wengine kutokana na mambo ya hormones pia vichefuchefu. Ndio changamoto la kichefuchefu akiishi. Kumbe hormone nazo kuna ambazo zimezidi, kuna ambazo zimepungua, lakini unakuta zimezidi sana. Kichefuchefu balaa. Lakini pia wengine wanakuta labda kuna ile kutoka vitu ambavyo sio vya kawaida sehemu ya uke. Hiyo ni changamoto za kina. Kwa kama ukipata changamoto ambayo unajiona hauko vizuri, ni muhimu kwenda kwa mtaalamu wa afya akafanya check up uweze kutambulika mapema. Saratani, kansa, nazo pia zina dalili kama hivyo labda. Maumivu unaweza kuyasikia. Mwanzo unaweza usisikia hata maumivu. Ukawa na kutoka ute, ama unakuwa una harufu ya ajabu. Harufu ya ajabu. Unajua kule kuna harufu fulani hivi. Sitaki nikwambia sio harufu gani, lakini kuna harufu fulani hivi. Sasa ikiwa tofauti unabidi uwe makini sasa. Kuna watu wengine wanapata changamoto. Kuna dada mmoja akasema bwana mimi bwana kwa harufu fulani mimi nataka anajisafisha. Yaani anadeki. Anasafisha ili kusiwe na harufu kabisa. Yaani uwe kama hivi. Yaani unusa hivi kweli haiwezekani. Kuna harufu fulani lazima kawepo. Wewe utakuwa na kajua fulani, utakuwa umeshakazoea fulani. Sasa usisafishe kwa kiasi hicho. Hiyo process nyingine nayo pia wanasema dochi, na ndio inaleta hata kinga zako kupungua. Na hapo kinga zikipungua, unakuja ugonjwa mwingine. Fungus huwa haziishi. Baki na mama, baki na dada. Ajisafisha. Sasa hiyo ni muhimu sana, kwa sababu maambukizi yanapunguza kinga zako. Kwa ni muhimu sana kulinda eneo lako la njia ya uzazi. Uwe makini kweli. Na wengine wanajisafisha na vitu tofauti. Mdalasini, vitunguu saumu. Nani amekwambia vitunguu saumu vinaingia mle jamani? Wapo wanafanyaga hivyo. Sio unapofanya vile mazingira kule kuna hali ambayo ipo balance na kuna bakteria ambao lazima waishi. Sasa unapoweka maambukizi, unapoweka vitu kama hivyo na kusafisha, kuna bakteria ambao unawaondoa. Ukiwaondoa unafanya fungus wanakuwa. Wakikua kinga yako inakuwa inashuka. Kaza kujisikia mbona kila siku nakuwa hivi? Mbona nawashwa? Mbona nakuwa hivi? Changamoto inakuwa ni nyingi sana. Namna ya kusafisha sehemu ya uke. Wala sio kutumia vidole. Kuna watu wanaweka vidole. Usafishe kwa njia hiyo. Tumia tu kiganja chako. Ule una namna ya kujisafisha. Mungu ameshaumba hivyo kama sikio. Unajua kuna vitu vingine hatutakiwi kuvitumia. Na unaweka sikio, unaweka vipamba. Unaharibu masikio yako pia. Sikio lina namna ya kuweza kujisafisha. Hivyo uke. Tumia kiganja, safisha sehemu ya nje vizuri ili uwe unasafishika safi. Ndio ndo namna ya kuweza hasa kule ndani unapoweka vitu vingine unaharibu. Wanasema kule inabidi kidole cha daktari ndio kiingie pekee. Wakati akifanya kazi. Sasa
Msije mkaninukuu kama mume wako daktari basi upata bahati. Hiyo ndio sehemu ya kina mama. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujilinda. Lakini pia ni vyema kuweza kuangalia kupitia hapo pia kuna changamoto nyingi ya maambukizi, mambo ya UTI. Kutokana pia na namna ya usafishaji. Muhimu pia kuweza kuicontrol hiyo. Lakini pia UTI au maambukizi kama hayo yanatoka hivyo. Kwa naongea sehemu moja akasema bwana UTI bwana inaambukizwa sana kwenye unapokuwa umeenda kwenye vyoo vichafu nini na nini, hiyo ndio kubaya kabisa. Sawa, inachangia kwa kiasi kadhaa. Lakini UTI inakuja maambukizi ya mkojo kwa bakteria kutoka kwenye choo anapoingia sehemu ya njia ya mkojo. So sana wale wanaojisafisha ndivyo sivyo ndio wanapata UTI. Unajisafisha natoka kwa kutumia maji mara nyingi. Unasafisha tu chwaka. Unajua maumbile ya mwanamama yako karibu. Kwa ndio rahisi bakteria kutoka pale kuingia pale. Hiyo ndio chronic UTI. Utakuwa waishi napo. Kwa ni muhimu sana kuweza kujua kama bakteria hajatoka sehemu ya choo kwenda sehemu ya mkojo, bakteria UTI utaipata vipi? Huwezi ukaipata UTI hivi. Kwa hiyo tujisafishe vizuri kutoka mbele kwenda nyuma. Simple. Kama hujazoea, anza mapema kidogo kujizoesha. Wanasema mbwa mzee huwezi kumfundisha style mpya, lakini unaweza ukajifunza taratibu, uweze kujisafisha vizuri. Mwingine haya mapampers watoto mtanya anajisaidia asubuhi mpaka usiku, unaacha mama UTI wanapata kwa njia hiyo pia. Sasa nilikuwa na mtumishi mmoja wa kiume akaniambia bwana mtu nani bwana wa kiume nipata UTI bwana. Sasa wewe mwanaume unapata UTI. Akaniambia mtumishi umepata UTI Sasa umeoa? Bado sijaoa bwana. Sasa UTI bwana, nikaanza kuelezea scenario ya UTI kidogo. Sasa umepata wapi? Hujaoa mtumishi, huja nini? Sasa UTI imekuja vipi kia rahisi? Afu inanisumbua kweli. Au bwana, naanza kumwambia akasema au na wewe naweza. Bwana kumbe ndio hivyo. Sasa bwana, hebu nyamaza kwanza bwana. Au labda kaenda kachepuka kidogo. Watu wanatungana chepuka napata UTI. Ndio maana inabidi tuweze kujitibu kwa pamoja zaidi tunapokuwa na changamoto kama hizo. Lakini kila kitu kinawezekana. Kwa hiyo hivyo ndio kwa kifupi kuhusu akina mama, lakini maumbile ya kina baba ni marahisi kuweza kueleweka. Na tutakuja kurudia tena kwa upande mwingine hapo baadaye. Haya ndio maumbile ya mwanaume kwa haraka yuko vizuri. Tezi dume limekamilika. Hizi ndo sehemu za kuzalisha zile mbegu zinazalishwa huku, na kuna sehemu kingine kimiminika kingine kinazalishwa sehemu ya tezi dume, vinatoka kwa pamoja kuja nje. Sawa. Sasa changamoto ya uzazi kwa wanaume, sababu nazo zinakuwa ziko nyingi tofauti. Na common yawezekanika labda kwenye zile mbegu zenyewe ama kwenye makorodani kule chini, uzalishaji nao either kutokana na maumbile na kuzaliwa, na umezaliwa hauna zile kitu. Kuna mtu anazaliwa korodani hazipo. Ukiwa umepata mtoto yuko hospitalini kule, mimi pia kumwangalia mwanao kama ni wa kiume. Cheki maumbile kidogo. Yapo. Siangalie zipo. Sasa kashangaa labda iko juu kule. Waeleze watakusaidia. Lakini anazaliwa imepanda juu. Kwa hiyo hizo, lakini pia mambo ya hormones na pia changamoto kwa uzazi wa kina wanaume, lakini pia hata magonjwa ya uzazi yako mengi sana, magonorea, masifilis, yote haya yanachangia ugumba ama changamoto za uzazi. Lakini pia kuna hizo zile mishipa ya kuzalisha mbegu kuwa kuvimba. Ikivimba inabana, mambo yanakuwa hayatoki. Pia ni changamoto inatokea hivyo. Wengine ndio kuzaliwa, na vingine vinatokea kutokana tu na zile mbegu zipo sio bora. Kuna mwanaume unaweza kujikuta uko vizuri, umekamilika kweli, lakini kinachotoka hakina ubora. Povu tu. Unaona, hiyo changamoto. Na ndio maana issue ya uzazi ni muhimu wote wawili kuweza kufanya check up. Mwanamke ni rahisi kuweza kujitambua, mimi naweza kana changamoto. Lakini kuna changamoto nyingine ambazo zipo kwa wanaume
ni ngumu kuzikubali bila vipimo. Sababu kama changamoto ni mbegu, labda mbegu ni chache, uwezo wake ni uko vizuri. Kama uwezo ni mzuri lakini mbegu ziko chache, hazina uwezo wa kuzalisha, kufanya fertilization, na pia changamoto inatokea. Au labda zipo nyingi za kutosha lakini hazina ubora, povu au ni maji tu. Hiyo sasa wewe mwanaume unakuta uko vizuri afu na mbegu hiyo na changamoto, atakuelewa kweli? Eti dada haiza kuelewi. Wewe mwenyewe unaona kabisa, mwenyewe unasumbua, unatabika. Unasema mimi na shida gani? Ndio wanaume wanakuwa wagumu kwa kiasi hicho. Kwa hiyo changamoto ziko nyingi kwa wanababa nazo. Na tukizi group kuna changamoto ambazo zinakuwa katika tezi dume kwenye prostate. Tezi dume lipo kwa ndani, alipo kwa nje, lipo kwa ndani. Na changamoto kwenye tezi dume ni kiungo ambacho kinakufanya mwanaume kama mwanaume. Na tezi dume linapata changamoto kubwa 3. Changamoto ya kwanza inaweza likakua. Linapokuwa linakuwa, linabana mirija ya ndani, kwa vitu vinakuwa havitoki. Sasa nadhani kuna picha mbele. Lakini pia tezi dume inaweza pia ukapata maambukizi. Maambukizi yanatoka wapi? Kwenye njia ya mkojo yanapita, aidha kwenye kibofu kule kuna changamoto, mpaka tokea maambukizi pale, ukapata maambukizi ya tezi dume zinatokea. Lakini pia unaweza pia ukapata saratani, kansa. Nazo pia zipo hatua kwa hatua. Uzuri ukifanya check up mapema, utapata vitu vingine vya kuweza kuvicontrol kwa haraka. Na kutokana hii ni tezi la kawaida. Nakumbuka tuliona alipo kwa ndani kidogo, alipo kwa nje. Nilikuwa naongea na watu akasema, ile tezi dume bwana, eta naliona tezi. Tezi dume sio yale makorodani. Waliona ni makorodani tu. Ili uweze kuona tezi ni kwa ndani, nitakuonyesha picha baadaye. Sasa changamoto inakuwa vipi kwenye tezi dume ambazo zinazotokea kwa walio wengi sana? Huki ni kibofu cha mkojo unatoka hapa katikati, hili ndio tezi dume. Hii hapa inazalisha sehemu ya mbegu za kiume. Kwa hiyo zinakutana baada ya kutoka kwenye korodani, zinakuja kuzalishwa nyingine hapa, zinapita zote kwa pamoja kwenda nje. Kwa zile za chini tu kule hazitoshelezi. Kwa hiyo kuna ule uteute maji ya kitanguliaga. Nakuta mezalishwa huko mapema. Wakati kitu kipo chini kule kinakuja taratibu. Wazungu wanawaita, si ndio? Wanakuja taratibu. Kwa kuna kwa kama tezi dume alifanyi kazi vizuri, hata changamoto ya uzazi na kuepo, sababu inakuwa halizalishi yale maji ambayo ni muhimu kwa ajili ya kukamilisha ile sperm ikamilike. Unaona? Sasa sababu vitu vinapita hapa, na hili likivimba, unaona linapokuwa linabana likibana, unakuta mrija umekuwa mwembamba. Kwa hiyo njia ya mkojo haupiti vizuri, hauishi. Kama mwanaume na kuanzia miaka 40, zamani ilikuwa miaka 45 linaanza kukua. Siku hizi miaka 40. Unajua kuna vitu vingine bwana, umri yani kuna vitu vingine vinashuka tu umri. Vingine vinaenda mbele. Zamani ilikuwa miaka 45 ndio tezi zilianza kukusumbua. Sasa hivi walio wengi kuanzia miaka 40. Sio wote lakini walio wengi. Kwa hiyo maisha ndivyo yanavyoenda. Unajua life span zamani ilikuwa miaka 70, ikaja miaka 60 na ngapi, ikaja miaka mingapi. Sasa hivi si miaka 49. Yaani nadhani miaka 49 kitu kama hicho. Yaani ukiishi miaka 49 wewe at least upo katika level fulani. Wakati watu walikuwa naishi miaka 100. Sasa sijui miaka 20 ijayo utakuwa labda kuishi labda miaka 35. Hapa utakuta watu wana bonus sasa hivi. Umeona? Kwa hiyo changamoto zinakuwa ni nyingi kwenye hiyo njia. Ukipata hizo changamoto za tezi dume, kwa hiyo utapata dalili kirahisi kwenye utoaji wa mkojo. Hautoki ukaisha. Mwanaume akiamka usiku mara 2 mara ngapi? Mara kwa mara. Anaamka usiku, aidha ana sukari itamfanya kwenda kuja mara kwa mara. Kama hana sukari, basi tezi dume itakuwa linamnyemelea ama tayari. Kama hana, basi atakuwa amekunywa pombe, amekunywa kilevi. Kwa kama mtu hajanywa, ushalala saa 3 saa 4, unataka umekunywa maji yako, utakuwa mpaka saa 11, saa 12. Kibofu chako kiwe na uwezo wa kustahimili. Kama hakina uwezo huo, basi changamoto ipo.
Uzuri ni kwamba ni muhimu kufanya check up mapema uweze kupata mwongozo sahihi. Lakini sio tu kwenye mkojo, wengine panapata maumivu makali sababu imebana. Changamoto zinakuwepo tena hapo. Kwa hiyo mkojo unasumbua kwenye kuweza kutoka hapo. Lakini pia hata wakati wa kujamiana, kumbuka inakuwa changamoto nyingine inatokea hapo. Wakati wa kufanya tendo la kujamiana, wakati zinapita hapa sasa, maana zimeshaungana na mwenzake. Eneo ni dogo. Kwa hiyo zinapita, unaweza kushangaa mtu anakuwa anapata maumivu fulani. Sasa utajuaje? Utamwangalia tu mwenzako. Wakati wa kuna sasa unafunga tu macho. Wewe angalia, unashangaa mtu ana vipi huyu? Unaanza kuhisi. Nikasema sasa vipi unaangaliaje sasa? Wakati nawe pia ushapotezwa. Unaangalia tu utajua hii hali. Changamoto kama hizo, kuna nyingine unakuta ni saratani, kansa ipo. Kansa ya tezi dume ipo. Na watu wengi wana changamoto kama hiyo. Na mtu alikuwa anasema mbona siku hizi mnaongeza tezi dume? Kansa. Kwanza maana haikuwepo. Ilikuwepo, lakini watu walikuwa aidha hawafahamu au wana take it easy, lakini pia wengine walikuwa wafanya hata vipimo kwa mtu anaenda nayo tu. Lakini pia hata lifestyle imebadilika. Sasa hivi rate imekuwa kubwa sana. Maisha yabadilika mno. Kwa ndio maana hata hii awareness, taarifa zinafika kwa haraka zaidi. Lakini vingine labda ni vyakula ambavyo walikuwa nakula wazee wetu na sisi ni tofauti. Kwa kuna mabadiliko vitu vingi sana. Kwa hivyo hivyo vinasababisha sasa hivi hali imekuwa ni tete kweli kweli. Afya yetu imesha dorora. Lakini kutokana na hiyo sasa, kwa nini tunavizungumza hivi? Unajua vitu kama hivi uzuri ukifika hospitali unafanya check up vizuri tu. Siku hizi uzuri unatumia hata damu. Unachukua damu, unaangalia kuna vitu kule unaviona vimesoma, wanakuonesha kama una dalili. Hawa confirm moja kwa moja kama una dalili ya tezi dume limeanza kusumbua, hata kama ni saratani. Lakini wanaona kuna hizo dalili. Hichi ni kipimo ambacho watu hawakipendi. Tezi dume liko hapa. Ili uweze kulipata, mtaalamu wa afya inabidi apate kuweka kidole chake sehemu ya mama kalio. Aweze kujua, anafahamu size yake iko vipi. Kwa hiyo akishajua atajua hili limekuwa halijakuwa. Sasa wanaume hawapendi wale. Umeona, ndio changamoto nyingine hiyo. Na hata kama ukifanya check up ya damu wakatambua kama kuna dalili kama hizo, mwisho wa siku itabidi warudi huku ili wajiridhishe kama kweli ipo. Kweli ipo. Kwa hiyo ni muhimu sana kujilinda vizuri. Lakini anacheka anasema sasa inakuaje sasa ukienda kule. Ndio bahati mbaya ndio hivyo tena, mgonjwa siri ya mgonjwa ni daktari wake, basi haina shida. Uzuri wengine watu wajua. Kwa hiyo wewe tu utajua mimi nishafanywa hivi. Lakini usijali, ni kawaida tu vipimo. Ili usifike huko, zingatia afya yako vizuri. Una nafasi ya kuweza kuzingatia afya. Changamoto nyingine hiyo. Lakini pia kuna changamoto nyingine kwa kina baba. Erectile dysfunction. Hii ni kirahisi ni kushindwa kwa mwanaume kusimamisha vizuri na kumwingilia mwanamke ipasavyo. Wanasema mkono wa sweta. Sasa ukishakuwa na changamoto hiyo, hata kama ukisema kwamba una changamoto, hata mzako anaiona. Unajua ile ambayo mbegu ni chache, unaweza tukatembea ukajimwamba fire, mimi niko vizuri bwana. Sasa ile iko hivi. Hiyo ni changamoto kweli, ni issue. Akili inaanza kuvurugika hapo sasa. Hapo ndio changamoto. Sasa hii zipo na tumesema mna ndaitini huko. Wewe mna shida. Inakuwa hivi. Ngoma iko hivi. Sasa inatakiwa inyooke. Unaona? Kwa changamoto nini ambavyo vinachangia sana? Lifestyle. Utaji wa sigara. Kwa kama kuna mzaji wa sigara, ujue dalili zako unakaribia huko. Mzaji anavuta anakuja kuelekea baadaye, muda sio mrefu sana. Lakini pia obesity, wewe uliopindukia. Na kuza mtu ana kitambi kule. Dalili hizo inakuwa hapo. Unaona? Lakini pia na akili bwana, akili kisha kaa ndivyo sivyo, mambo yote yanaharibika. Unaona, kwa zote hizo zinachangia. Lakini pia kuna madawa, magonjwa mengine ambayo yanachangia. Unaona? Kuna mtu
Umeona? Hii ni kwa ndani jamani, unapata nafasi ya kuweza kuiona. Kuna mtu aliuliza hii nini? Hii nini kweli unauliza? Ndio hii. Umeona? Imekatwa hapo. Ndani kuna kuwa hivi sasa. Umeona? Sasa changamoto ambazo zinazotokea, hii iko very normal. Misuli, hii ni misuli, nyama. Misuli. Sasa hii hajafanya kazi vizuri. Huyu ni mwanaume. Sawa? Sasa hapa imekaa, imesimama vizuri. Sasa hapa imeshindikana. Kwa hiyo ndio ule mkono wa sweta sasa. Haieleweki hapa. Mambo hayajakaa super. Damu haipiti, mishipa ya fahamu haifanyi kazi, misuli imesinyaa. Sasa hapa ndo changamoto, ndio hiyo erectile dysfunction. Kwa hiyo bwana, ukiona mwanaume anapita na ongea tu mwenyewe huko, uweze jua bwana, labda na mambo yakae vizuri, anaongea tu huko. Vitu vingi vinavurugika akilini. Sasa hii ukiwa na changamoto hizi, hata siku moja hizi utakuwa unazisikia tu. Utasikia tu bwana kuna watu bwana huwa wanapiga makelele bwana huko. Hapo watu wazima washaelewa kwamba kinachoendelea sio ni shughuli ya kawaida, ni shughuli, sio kuna shughuli inafanyika hapa. Si ndio? Eti dada. Umeelewa au hujaelewa hiyo? Wangapi tumeelewa hapo? Imeeleweka hiyo? Mbona sijiongelee sana? Safi sana. Yes. Sasa ili iwe hivi inabidi ukamilike haswa. Tuwe vizuri. Sasa changamoto nyingi zinafanya tusifike huku. Hii ishindikane. Nyingine ambayo inasababisha ni hii. Jamani, masturbation imekuwa ni changamoto kubwa sana. Ukisoma masturbation kwenye mitandao ama kwenye Google, inakuelezea ni kitu kizuri, kitu kisupa, yani kitu ambacho utakiwa ukiache. Ukisoma, usije kusoma itakuharibu. Changamoto ni nyingi kweli kwa wanawake na wanaume. Ukifuatilia mitandao watakwambia kwamba ina faida nyingi kuliko hasara. Watakwambia hivyo. Kwanza watakwambia inafanya akili inakaa vizuri. Lakini tunafahamu masturbation punyeto. Masturbation ni self satisfaction ya mtu ambaye anaweza kujifanyia yeye kwa kutumia vitu vyake binafsi ama vitu vingine kuweza kujiridhisha kimapenzi na kufikia kileleni. Yaani unatumia wewe binafsi vitu vyako ama kutumia vitu vingine kwa ajili ya kufikia kileleni kimapenzi. Unajua kufanya mapenzi ina raha yake. Sasa ile satisfaction ile watu wanaitafuta. Unaweza kujifanyia tu mwenyewe ukafika pita. Ukifuatilia huko ni balaa, usifuatilie. Madhara yake makubwa yanayotokea, akili yako inavurugika, uwezo unakuwa chini, lakini athari nyingine, misuli inachoka. Ile misuli ile sio, unajua sayansi ya masturbation inasema kwamba huwa inaanza ukiwa mdogo. Ndivyo ilivyo. Mtoto mdogo tu kidogo huko anaanza kufanya peke yake, ana enjoy, baadaye ataanza kuona aibu, wataacha. Wengine hawaachi, wanaendelea nayo. Mashuleni huko vinafanyika sana. Ni nafasi ya kupambana hiyo, kuweza kuikemea na kuweza kuwasaidia vijana waweze kuiacha. Tafiti zinasema hata mpaka kwenye ndoa inaendelea. Kwa sababu unakuta watu hawaridhishani. Mtu ameshaizoea ile hali. Changamoto ni nyingine hiyo. Kwa wakina mama, ukikaa na daktari wa afya ya akili, huo ni ugonjwa tayari. Maana ina addiction. Kuiacha ni issue, lakini ukiamua inawezekana. Kwenye njia za uzazi ina changamoto pia. Inalifanya maambukizi. Hebu wengine wanatumia vitu vya ajabu. Kwa maana wakina mama, kuna watu wanatumia mpaka chupa, matango na vingine vitu gani? Ndizi. Msikia wanajua watu wanavijua ndizi. Sasa hivi wewe hebu fikiria, leo hii maumbile ya mwanamama yamejengwa au yametengenezwa na Mwenyezi Mungu ingie uume wa mwanaume peke yake. Leo hii unaweka ndizi, unaweka chupu, unaweka tango. Hivi unadhani kwa nini
kwa nini hapa hakuna anaweza kuitumia hiyo. Huko hamna, wako nje huko. Lakini nadhani hizo ndizi wanatumia ndizi hizi za kawaida hivi ndizi. Lakini tango anacheki tu size ya tango lake. Tango anaweka. Sasa hebu fikiria kwa nini hata sometimes kuridhishana inakuwa ni shida. Lile eneo limetengenezwa misuli nyama zipite tu pale. Leo hii unaweka machungwa manini hayo. Pale panakuwa sugu. Sugu unashangaa leo hii anakuja kijana wa watu anajaribu mara mbili, huyu kijana mwenyewe hamna kitu bwana. Kumbe wewe pale eneo ushazoea magogo. Ushazoea vitu vingine tofauti. Wapi na wapi? Kwa tuiache hiyo hali. Ukiacha hiyo itakuwa ni vizuri. Sasa kijana watu anajituma kweli anajituma wapi? Ndio hiyo wanda kutafuta nani? Alikasusi sijui. Ili walao wafanye. Sasa wewe ushaharibu mambo. Kwa tuache jamani. Wengine hata kwenye kujisafisha na kwa hivyo. Kwa naongea na dada mmoja akasema mimi nikisafishaga huwa nikijisaidia vizuri kweli ya. Vizuri kivipi? Yaani kala za fulani hivi. Tayari. Amsha kizoea, usiotoke hapa ukafanye. Ndio utoke hapa hebu ngoja nikafanye niangalie hivi kala gani yako. Usifanye kwa njia hiyo. Kwa hiyo changamoto ya masturbation ni nyingi sana. Wanaume misuli inadhoofika, uwezo unakuwa ni mdogo. Premature ejaculation. Jamani, hii premature ejaculation hii ni changamoto nyingine kwa wanaume. Pre ni before. Mshindo unakuwa haufikiwi vizuri. Changamoto zipo kwenye jamii. Watu wengi wala kidogo. Sasa hizo ziko tofauti. Kwa hiyo premature ejaculation ni kushindwa ama walao ndani chini ya dakika 2 ushamaliza. Na hizo ndio changamoto kweli. Unajua hiyo ina madhara kwa mwanaume na mwanaume pia. Changamoto inakuwa kwa hiyo. Na mtu aliuliza sasa muda gani sahihi zaidi? Sasa ukiangalia kama huyu. Yaani yuko mbali kabisa. Yaani zamani. Unajua kuna mtu mwingine akishamwangalia tu mwenzake. Akaona vile vingudu vya ndani huyo tayari. Yaani ni ugonjwa wapo hivyo. Nilikuwa nafanya mafunzo sehemu moja, nilikuwa wanafunzi yudo. Mwingine wanafunzi haja bana blaza. Yaani mimi bwana nilikuwa kama nikiona binti amekatu vibaya tu kidogo. Mimi huyo tayari. Sasa wanafunzi ukiangalia tu hivi kwa hujagusa tayari. Hiyo ni changamoto hiyo. Iko hapa zaidi. Lakini pia nini ulikuwa unafanya nyuma? Kwa hiyo hii ni shida. Lakini pia kuna wengine unakuta at least umefika kidogo. Ile maandalizi yameanza yameshindikana katikati. Shashindwa, kazi imeisha. Hiyo ni changamoto nayo. Inahitaji maandalizi. Communication. Cha kwanza kabla chochote kile mawasiliano ya wewe na mwenzako. Ni muhimu sana kuweza kupractice hiyo hali. Watu wanauliza bwana nifanye vipi bwana sana? Alikasusu nini boost? Una boost kidogo afu kesho hamna tena. Hapana. Hii ifanyike hivyo. Upo utafiti ambao ulifanyika kuweza kufahamu muda sahihi ni upi. Na hii waliangalia walichukua na watu almost 400 wakafanyia nchi tofauti almost nchi 5. Wakafanya utafiti kuangalia wakati mwanaume sasa wanza kusema hiyo utafiti waliofanya vipi, lakini ndio wanasema sayansi bwana ina raha yake na kazi yake. Wakafanya utafiti wakati mwanaume ameshasimamisha kamuingilia mwanamke, the moment umemuingilia zile to and from motions zile wakaeka stopwatch kacha, watu wakapiga kazi sasa kacha zikaendelea. Kwenye ile utafiti asilimia kubwa wengi sana kuna ambao dakika mapema sana ndio wale mapema, lakini wengi kwanza dakika 1 mpaka dakika 5. Ukiangalia hapa on average wengi walifikia hapa. Wachache wakaenda kwa muda kidogo mpaka dakika 20. Kuna huyu jamaa huyu mpaka dakika 50. Unaona? Sasa wewe unaweza kashangaa yaani karibia lisali zima mambo. Unaweza kashangaa ndio wale ambao wanatoka na vinguo vya ndani kocha nakimbia mzee.
Huyu tena hafai. Utamkimbia. Sasa unakimbia. Inachukuaga hivyo. Lakini sasa kwenye wastani wali conclude kwamba kwanza dakika 4 mpaka dakika 11 on average. At least, yes. Mbona at least. Yeah, kuna mtu nilikuwa naongea naye akasema dakika 11 bwana, mbona kama ndogo bwana. Labda dakika 20 bwana. Akaambia wala haina shida. Inawezekana, lakini at least majority walio wengi. Wachache. Kwa hiyo kama wewe una walao dakika 4, 5, 6 ni miongoni mwa watu wako walio wengi. Lakini kama dakika chini ya hizi ni tatizo. Sasa leo unajua watu mtu unaweza kutoka hapa leo ukasema hebu ngoja mimi niweke stopwatch. Ngoja mimi niangalie saa sasa. Unaangalia saa. Ni muhimu. Unaweza pia ukacheki hivi. Kama uko hivi basi uko vizuri. Wachache sasa ni miongoni mwa hivyo. Lakini pia changamoto zinapotokea hivi, jua tu ni psychologically ni muhimu zaidi hapa. Sana. Hata kama unafanya mapema, nani mapema, ujicontrol. Communication ni muhimu sana. Na ni vizuri mwanamke akafika kabla ya mwanaume. Ni muhimu tukafika kwa pamoja. Lakini inaleta heshima. Hata mwanamke akamaliza, wewe ukaja baadaye sio mbaya sana. Lakini mwanaume kutangulia huwa na kera. So with good communication, unakwambia kidogo hold on. Bana bado. Sasa kuna wengine chuku faster. Faster bwana, mimi nawahi bwana tayari. Inakuwa sio vizuri. Communication sio somo la ndoa, lakini communication ni muhimu. Inakusaidia wewe. Utahold vipi sasa? Utahold vipi? Mtu anakwambia mimi bado kidogo. Kama bado, wakati upo vile, ni wakati sasa uanze kufikiria vitu vyako. Kama mwanaume, you can even think on how to find an extra income. Huko na kazi yako unaanza kufikiria hivi, haya maisha nitapata vipi kipato kingine cha ziada. Ego kama uko kwenye biashara, plan na kama wewe unafanya biashara forever ama nini, tafuta na bora kupata wateja wako. Unaenda ku broad up your business wakati unafanya vile. Mbona inakusaidia kwamba okay. Madeni. Ukiwaza madeni sometimes ukiwaza changamoto, yaani issue hivi. Unajua hivyo vitu vinakuwa control na system mbili. Kuna sympathetic and parasympathetic. Hivyo vitu viwili vina control hizo zote hizo. Zina control mapigo yako ya moyo, zina control hizo heartbeat zende vizuri. Sasa ukiwaza madeni, wacha. Unaweza kushangaa moyo kapungua, damu inapungua, damu ikipungua kitu choa akiwezekani tena. Kwa fikiria vitu vizuri. It's very okay, very good. Ukafikiria vitu kama hivyo. Good things. Yaani weka magoli yako and set plan vitu ma vision yako manini wakati na wewe makini kwa sababu pia kwa control. Ukishaanza kuona kama vile inaanza kunani, ondoka huko. Njoo kwake yeye, kama ni mrembo mwangalie kidogo basi muda. Kama sio mrembo ukivuta picha ya mwingine. Sasa fanya na mbele. Hapo si mrembo inatokea. Uje kuona kichaa mjamzito. Taira yupo na makopo yake huko. Hiyo mimba kaipata wapi? Anaona ajabu wapo. Shaka jamaa kaenda pale imekuaje? Ipo inatokea. Kwa sometimes unakuta experience inakuwa kama hivyo. Kwa hiyo yote hivyo ni changamoto. Lakini pia yote hayo yanakuwa controlled. Kuna vitu vingine ambavyo vinaweza pia vikafanya afya ya uzazi yako isikae vizuri. Lakini pia changamoto ya magonjwa kama haya, sukari, changamoto ya magonjwa ya moyo. Yote haya yanamfanya mwanamke anashuka. Yaani katika hali ya kawaida, stress inakuwa nyingi. Kwa performance inapungua, stress. Lakini pia umri nao unachangia. As we grow older, performance nayo kuna scenario nyingine ambayo inaelezea haya makundi. Kuna age ya wanaume ikifika kipindi fulani appetite inakuwa kubwa. Na kuna kipindi inashuka. Hata kina mama pia. Kuna umri fulani kina mama hali inakuwa hivi.
Ndio maana hata kipati hivi anatafuta vijana kuweza kuna wazee. Unajua kuna wazee wanatafuta binti vidogo vidogo. Sasa inakuwaje? Kama binti mzee naona kabisa hizo nguvu na zipeleka wapi? Vijana ndio kidogo afadhali. Kwa hiyo kuna mchanganyiko fulani hivi. Kwa hiyo kuna changamoto ambazo zinazotokea, lakini yote hayo ni kuweza kuwa na afya njema. Lakini pia hii ni utafiti mwingine ambao ulifanyika katika rural countries. Kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia imefanya vitu vingi sana vikaweza kutambulika. Zamani, unajua magonjwa kama ya saratani yalikuwa yanaua sana watu hawajui. Ukipata unatibiwa huponi, wanasema nguvu za giza. Ndio maana haya maeneo ambayo hayaendelea kansa ilikuwa kubwa sana. Hata wakati tuko tunasoma hapa Muhimbili, kuna wakati anakuja mtu kutoka kijijini, ugonjwa ameuanza na miaka 2 years, anakuja hospitali tena basi tu, kumbe angewahi mapema angepata tiba yake. Magonjwa kama, lakini pia magonjwa ya moyo na magonjwa mengine, magonjwa ya kifua nayo pia ni changamoto. Stroke na mambo ya pressure na nini hayaachani. Hayo sukari, pressure, sama baba ni mama mkwe na baba mkwe hawaachani. Kwa haya ni magonjwa ambayo yapo nayo pia yanachangia kwa kiasi kikubwa sana afya ya uzazi isikae vizuri. Utafiti, these are the 5 killers diseases ambazo we can control them. Sasa ukiangalia katika nchi ambazo zimeendelea sasa, unakuta magonjwa ya moyo ndio yanayoongoza. Na sasa hivi tupo katika uchumi wa kati. Uchumi wa kati maana yake ni maendeleo. Sasa sisi tupo huko sasa. Ndio tunakuelekea kwa spidi ya ajabu. Na ndio maana haya nayo yanachangia kiasi kikubwa. Kansa tunairipo inapiga sana, lakini hali inakuwa kama hivyo. Kwa haya yote haya, stroke na kifua na sukari, haya ni lifestyle diseases ambazo kwa pamoja zote zinataka kudhoofisha mwili wako. Ukishayapata hayo, akili imeshaharibiwa, mambo hayaendi vizuri. Zote kwamba tuna uwezo wa kuvicontrol vyote hivyo ili afya ikae vizuri. Na ni muhimu kwa kuzingatia hayo mambo yakae vizuri, kuzingatia parameters za kuwa na afya njema. Parameters za kuwa na afya njema ni za msingi kupita maelezo. Sasa ni muhimu kufanya mazoezi. Jamani, ndugu zangu, mazoezi ni tiba. Mazoezi yanaongeza umri wako kwa 30%. Kama tafiti ilifanyika, kama ukifanya mazoezi consistently, unaweza kuongeza umri wako by 30%. Kama ilikuwa uishi miaka 100, haufanyi mazoezi, utaishi miaka 70. Jamani, kuna vifo vingi vinakuja kwa uzembe wetu. Na mfano dhahiri wa mtu ambaye anazingatia afya na anafanya mazoezi, Mheshimiwa Rais mstaafu Ali Hassan Mwinyi. Yule mzee anafanya mazoezi kila siku, anatembea. Sasa hivi ana miaka yake ya kutosheleza, anazingatia, anakula vizuri, anafanya mazoezi. Ana miaka sasa hivi 96 kama sio 95, watakuwa mnajua vizuri. Anafanya mazoezi. Nilikuwa nafanya mazoezi mafunzo sehemu. Akasema mimi si mzee, mimi mazoezi sasa hivi nishachoka bwana. Wewe mwenyewe ushaenda. Miaka mingapi? Miaka 70. Nikamwambia unamfahamu Mwinyi? Yule basi anafanya mazoezi. Mwenye si babangu kabisa anafanya mazoezi. Basi na mimi nitaanza. Mbona vitu kama hivyo. Kwa hiyo mazoezi ni muhimu. Anza hata ndani kwako, nyumbani kwako, uweze kuwa na afya njema. Kwa hiyo mazoezi ni tiba. Ina control vitu vingi. Kuna mtu anasema bwana, mimi mazoezi bwana, kazi zangu zenyewe mazoezi. Na hata kama unabeba mizigo mizito, bado mazoezi ni muhimu. Mazoezi hata kama dakika 10 ukifikiria mazoezi, kuna kemikali zinaachiliwa kwenye mwili wako kwenda kuratibisha vitu vingine vyote vikae vizuri. 10 minutes zinakutosha kama kule umebana, lakini walao nusu saa ni muda mzuri tu kwa mtu wa kawaida. Kama kijana basi 1 hour, it's very okay. Maki too much mazoezi nayo pia sio mazuri. Kuna watu wanafiaga mazoezini huko. Hiyo mtujuage hizo. Ukifanya mazoezi sana, moyo nao unatanuka.
Ndio kusikia bodybuilders limefia ghafla. Inatokea hivi. Kuna changamoto nyingine za moyo, nyingine unakuta ni over exercise pia. Kwa hiyo tuwe na mazoezi yaliyokadiriwa vizuri kuweza kuwa na hiyo. Kwa hiyo mazoezi swala la msingi. Of course usingizi. Yaani usingizi nao pia unafanya mambo yakae vizuri, akili yako ina relax. Ukilala walau masaa 8 walau. Bwana basi masaa 7. Sasa kuna mtu analala masaa 2 bwana, yani niko busy kweli kweli. Ukilala muda mchache hata uwezo wa kufanya kazi unapungua. Performance yako itapungua. Heshimu muda wa kulala. Ndio kuna wakati nakosa hata usingizi na nini, lakini ndio hivyo. Walau masaa 8 ukiyapata inakuwa ni vizuri. Kuna vitu vya kuzingatia kwenye afya yako. Muda wa kulala, lakini pia kwenye namna ya ulaji wako. Ili uweze kuishi vizuri. Breakfast yako never ever skip. Pata breakfast. Unapata breakfast gani ya msingi? Hiyo lazima pia ujue. Kuna mtu anakuambia bwana, mimi nipo kwenye diet. Nakula mara moja tu usiku. Basi ndefu. Na bado utanenepeana kweli kweli. Yaani hiyo utajidanganya. Lazima pata breakfast kidogo. Lunch, never ever skip lunch. Pata lunch ambayo ni sahihi. Hatupo hali ya kudadavua cha lunch gani sana, lakini muda wa lunch ni muhimu, uzingatie. Pate hivyo. Chakula cha usiku ndio sio cha msingi sana. Usiku unaweza hata ukala hata matunda tu. Na kuna baadaye pia kuna vitu ambavyo mtapata kuvionja ambavyo unaweza pia mkavitumia kama lishe, either breakfast ama dinner. Utapata pia kupewa sample. Watu watapata nafasi ya kuonja vyakula ambavyo ukivila basi kama breakfast ama dinner utaenjoy zaidi. Kwa hiyo yote hiyo inafanya uweze kuwa na afya njema. Stress, kuweza kucontrol stress. Stress management ni ya msingi kweli kweli. Msongo wa mawazo. Hii inaharibu, inatubua, inaongoza kwenye vifo vingi. Watu wanakuwa na msongo wa mawazo. Niko naongea na mtu anambia sasa msongo wa mawazo sasa mimi nitaucontrol bwana. Kwani kuna mtu ambaye hana mawazo? Of course kuna mawazo ambayo lazima uwe nayo. Kama una mawazo afu unaishi, wewe utakiwa kuishi. Lakini unawaza nini? Unawaza nini? Ndicho hicho cha msingi. Hivi mfano, kunaanza kwenye hii stress nayo pia inachangia sana, watu wengine wanakuwa na shida kuelewa. Kama unawaza namna gani ya kupata kipato ama namna gani ya kula, nini ufanye upate chakula, nini ufanye watoto waende shule, nini hela hamna au nini chakula kesho, si nini kuna mgonjwa inabidi ifanye hivi, hayo lazima uwe nayo uweze kuyafikiria. Lakini kuna mawazo mengine ambayo unakuta hana tija. Mfano, unajua kufiwa na mtu wa karibu ni swala inauma. Kufiwa na baba, mama, mzazi inauma katika hali tu ya kawaida. Sasa kuna dada mmoja, hiyo ni story ya kweli ambayo upate kuona namna gani kuweza kuhandle hizo stress. Dada mmoja alikuwa amefiwa na mama yake. Alikuwa na mawazo, anafikiria kupita maelezo. Unajua nawaza mpaka kana konda, hana hamu. Yaani kama vile maisha yameisha. Alikutana na dada mwingine. Bwana vipi mdogo wangu? Bwana daacha bwana, nimefiwa bwana. Yaani acha bwana. Nani mama aise pole sana. Basi naomba siku tukae tuzungumze. Dada akaomba appointment na yule mtu aliyekuwa ana uchungu kafiwa na mama yake. Siku akakaa akaambia pole bwana. Vipi mama alifariki lini? Akaambiwa na mwaka jana. Pole. Mume wako yupo yeye anafanya kazi. Pole jamani. Mimi mwenzako miaka mitano iliyopita babake alifariki. Yaani niliumia kweli kweli. Yaani baba alifariki niliumia. Unajua pale akaona kumbe naye kashafiwa Okay. Mwaka mwingine baadaye mama alifariki. Akaanza kuona miaka mitatu iliyopita wao wamezaliwa wa 4. Ana kaka watatu na yeye wako 4. Miaka mitatu iliyopita kaka zake walikuwa nasafiri, wakapata ajali, wote wakafa. Bako sina ndugu yangu akabaki ni mume wake. Mume wake kuna kipindi huwa ni mwanajeshi, alikuwa anasafiri mara kwa mara. Sasa kuna siku ikawa imefika anatakiwa safiri, akaandaa kanunua vitu nyumbani, kafanya kila kitu.
Sasa akawa ameondoka tu ghafla, akajua hapa nasafiri. Sasa siku wakaja mawifi zake na shemeji, wakaingia nyumbani. Bwana vipi kaka yupo? Ametoka kidogo. Mawifi nao wana mdomo. Bwana wewe mwambie bwana, simwambie tu kabisa. Bwana sema mume wako amekufa. Kuna mawifi wengine ni sio mchezo. Yaani moja kwa moja. Bwana sisi tumeshalia ni kaka yetu. Lakini ndio hivyo. Alikuwa na watoto wake wawili, alikuwa mjamzito. Moja kwa moja ICU. Ghafla kule akajifungua, kule wameshazika, anarudi washazika. Wameshazika, familia wakaanza kunyang'anya kila kitu. Nikanyang'anywa kila kitu. Maisha nikaanza upya. Watoto walikuwa wanasoma shule nzuri, wakarudi katika shule za kawaida, akaanza kufanya biashara, Baadaye baada ya mwaka mmoja akanunua kiwanja, akaanza kujenga. Sasa hivi ni miaka 2. Watoto sasa hivi wapo katika shule nzuri na ni single mother na watoto wake 3. Kale kadogo na wale wanaendelea. Akamuuliza, mimi na wewe nani kafiwa? Unaona? Kwa hiyo vitu kama hivyo unaona kabisa sasa, na hata kama ukiviwazia amekufa atarudi, harudi. Ndio kuna vitu vingine vikishatokea, just let them go. Kabisa. Sasa kuna mawazo mengine na kufikirikisha mno, kana kwamba unakosa hata hamasa ya kufanya vitu vingine. Kuna vitu vingine havibadiliki, lazima vipitie. Kwa hiyo namna ya kucontrol stress ni rahisi. Inawezekana unajiona labda una msongo wa mawazo, kumbe wala yani wewe ndio uko vizuri kweli kweli. Kwa hiyo ondoa stress. Kuna vitu ambavyo havibadiliki na kuna vitu lazima uvibadilishe katika maisha yako ili mambo yaende vizuri. Kwa hiyo stress management ni muhimu sana uweze kuwa na afya njema. Sasa lakini pamoja na hivyo ni muhimu pia kuweza kula vyakula vya msingi ambavyo vinafanya mwanaume akae vizuri, mwanamke akae vizuri. Hivi ni vyakula vya kawaida sana ambavyo ni muhimu kwa ajili ya kuboresha afya yako. Sana sana afya ya uzazi. Leo tupo katika mambo ya afya ya uzazi zaidi. Mayai ni muhimu kiafya. Sasa cha msingi ni mayai gani sasa? Sio ya mayai ambayo hayana baba jamani. Mayai kweli. Hivi ni vitu vya msingi. Ndio maana hata kwenye vyakula vingi yai linatambulika ni kitu cha msingi. Unajua zamani hata tukiwa wadogo ilikuwa kijijini, sisi tumekulia kijijini kidogo. Na baadhi ya watu hapa wanaona kuna sura za kukulia kijijini. Unajua ilikuwa unakula yai hata bichi kacha. Sauti kai vizuri. Hivi sasa hivi utakula yai bichi wapi? Ukila yai bichi unashangaa. Sasa unashangaa unakula unashangaa maziwa mwanaume. Imekuaje tena? Haya maziwa ina vipi? Na yana makomo ni kibao. Umeona? Nakumbuka wakati tuko nasoma shule ya msingi, walikuwa nasema eti siku ya mtihani wa darasa la 7 ukila yai utafaulu. Sio kama kuna watu nakumbuka hilo jambo au ni sisi kijijini kwetu? Kijijini kwetu. Watu wanakula mayai kweli kweli. Na by the way mayai ni protein. Ukija kuangalia sasa connection sasa. Mayai ni protein yako vizuri, of course kuna kama starch kidogo, unapata more protein, ukesha utafanya vizuri, utafikiria vizuri. Nadhani wale wazee walikuwa wana connect na vitu vingine. Wanasema kuna vitu vingine walikuwa wanafanya just by the way lakini vina maana. Wanasema sisimizi dawa ya tumbo. Sukari imeingia sisimizi usitupe. Dawa ya tumbo. Dawa ya tumbo wapi? Wale wanataka sukari usimwage basi. Wale wanakuambia kama sisimizi dawa ya tumbo. Wanataka usimwage basi. Sukari. Lakini pia kuna seeds na mbegu hizo, kuna avocado ambazo tunaviko very common. Avocado jamani mazuri pia kwa afya. Cha msingi unayapata kwa namna gani? Walnuts hizo nazo zipo zinapatikanika. Na spinach nazo ni nzuri. Cha msingi umezilima vipi, umeziandaa vipi? Vyote hivi ni vya msingi, utaangalia ubora umevipata katika mazingira gani. Vyote hivi vinaenda kuboresha macaroni. Baada tutachambua macaroni. Nao pia ni ya msingi. Royal jelly, hizi ni vitu ambavyo ni vya msingi sana kwenye mambo yetu. Baada tutakuonyesha na mageni kuweza kuvipata hivyo vyote vizuri katika hali ya ubora zaidi. Salmon, au ni samaki, viazi, beans, yaani maharage nayo ni matamu. Kwa kuna vitu vya msingi ambavyo tutakuwa tuweze kuvila kwa ajili ya kuwa na afya njema. Afya ya uzazi kwa mwanaume na mwanamke akae vizuri zaidi. Mbegu za maboga, tunajua mbegu za maboga? Na ni nzuri hata kwa kina mama kufanya homoni ikae vizuri. Mbegu za maboga ni balaa. Ni nzuri kweli kweli. Zinaongeza hata mbegu za kiume. Unaweza kuweka tafune tutaona.
Sasa akasema jamaa, vipi unaziraga nini hapa? Yes, tumefundishana huko. Akasema jamaa, vipi tena? Umeona, kwa kuna vyakula ambavyo ni vya msingi sana, hivyo ambavyo tumevizungumza. Vyote hivyo vinatufanya tuweze kuwa na afya njema. Umeona hayo dark chocolate bwana. Unajua wazungu nao wajanja, ndio maana wanapeleka ma chocolate wakati hata wa manani, wa Valentine manini. Hizo dark chocolate zinasaidia sana katika kwenye sperm count. Kwa hiyo kuna vitu ginseng, hivi ni vitu, ndizi, ndugu zangu, ndizi ni muhimu sana. Walau kwenye chakula chako pata ndizi ambayo ni bora, uweze kuwa na afya njema. Kwa hivyo ni vitu ambavyo tunaweza tukawa tunavitumia kwa ajili ya vingine vinapatikana katika mazingira yetu, berries, umeona yote hayo, olive oil, garlic, vitunguu saumu, hivyo hivi ni vitu vya msingi. Hizi zinakuwa sana baharini, asparagus zina protein nyingi sana. Kwa hivyo ni vyakula ambavyo ni vya msingi kweli kweli tuweze kuwa na afya njema. Tuko nazo. Mimi nasema kuna karanga, kuna nini, kuna ile nini ile wanakunywa pweza, si ndio? Siku ya pweza hiyo wanakunywa sana kwa ajili ya kuboresha hiyo, na tiba nyingine ni hiyo nayo. Tiba nyingine hela. Ndio nayo ni tiba. Yaani ndio kubwa. Hiyo ni tiba ndugu yangu. Bila kuwa na hii tiba mambo yanakuwa yaendi. Kabisa kabisa. Anakuambia bwana, unajua hii hapa ukishakuwa nazo, yaani hata mambo mengine yanaenda vizuri. Hivi sasa unakuta mwanaume, niko naongea kwamba eti mwanaume ukiwa na hizi nyingi ama ukiwa na uwezo huku sana, wapi afadhali? Wote. Bora kote. Chagua kumoja sasa. Na njia peponi, kuna njia nyingine. Nataka kwenda kote, tutaenda huku, tutaenda huku. Umeona? Kwa hiyo hizi nazo ni muhimu sana. Kwa hiyo yote haya tupo katika hali ya kuweza kuelimishana mambo ya afya, lakini pia tuweze kubalance. Na hapa ndio sehemu ya msingi sana. Yote ambayo tumevizungumza lazima tuweze kubalance. Sasa nini cha kuweza kubalance kati ya afya yako na hizo ambazo tumezionyesha hapo? Ndio msingi sasa. Sasa tumeshazungumza changamoto za afya, nini zikae na namna ya kuweza kuboresha ili uwe na afya njema. Na tunashukuru we have the vehicle ambayo inaweza kubalansisha hapo. Unajua hizo hesabu tumesoma, ilikuwa tunasoma ile ya gemeo sio na nini, mzani unaweka hivi. Ukiongeza huku imekuja, ukiongeza huku imeongezeka. Sasa uweze kubalansisha mzani. Sasa maisha kuweza kubalansisha hapa, kuna this giant company, the aloe vera company. Ni kampuni pekee ambayo ina uwezo wa kubalansisha kati ya afya yako pamoja na wealth yako ikae vizuri. Na mimi binafsi kwa miaka 12 na experience ya miaka 12 kuweza kuelimisha, kuhudumia watu kwenye kuweza kubalansisha na kuweza kuwa na afya njema. Kuweza kubalansisha tu. Kwa hapa ni issue ya kubalansisha ule mzani ukae vizuri. Kwa hiyo balansisha ili uweze kuwa na afya njema. Na elimu hii nilipata niko nasoma Muhimbili. Nikiwa chuoni mwaka wa 4 ndo nikaanza kujifunza na huku na kuweza kujifunza na magana kuweza kubalansisha kati ya health and wealth. Thank God leo hii nakupatia experience ya zaidi ya miaka 12 ndani ya dakika chache sana na magana kuweza kubalansisha. And why this company? Kwa sababu tu ya udhibitisho, na kampuni imedhibitika duniani kote kama imekuwa ni bora. Ni kampuni pekee, na nitatumia neno pekee pale ambapo inapostahili. Ni kampuni pekee duniani ambayo kwanza inakupatia 100% ya guarantee. Pekee kana kwamba ukitakapopata huduma bila kuridhika, kampuni inakurejeshea. Kama ni pesa inakurejeshea. Ni kampuni pekee ambayo inafanya hivyo. Lakini pia ina udhibitisho, inaongoza duniani kwa kutoa bidhaa zenye aloe vera, bidhaa za afya. Inajali afya yako zaidi, lakini hivyo inajali kipato chako, wealth ikae vizuri. With this giant company imepata huu udhibitisho, hata mamlaka ya kidini wamedhibitisha kwamba ni vitu bora kwa ajili ya mtu yote aweze kuvitumia. Kana kwamba afya yako sio ya kujaribiwa,
afya yako ni tayari imeshawekewa vizuri. Lakini pia mamlaka ya chakula na dawa duniani ya nchi tofauti tofauti yote yamethibitisha ni vitu vya msingi mtu aweze kuvitumia. Kwa Tanzania kuna TFDA imeshathibitisha kana kwamba ni kitu sahihi. Kwa hiyo kwenye kila nchi, na ipo katika nchi 160 duniani, zaidi ya nchi 160. So that's why tunasema is the giant company ambayo imepata uthibitisho wa vitu vyote hivyo, na ndio maana inasimama vizuri sana. Na uzuri hata wale ambao unajua Russia kosher rating walithibitisha kwamba hizi ni vitu vya msingi. Kuna watu ambao ni wabishi kweli kweli. Mtu mbishi akishakubali, yaani wewe ni nani wa kawaida usiweze kukubali ndio kitu kingine hicho. Kwa wote hawa wamethibitisha kwamba ni vitu vya msingi. Lakini kwa nini au nini ambacho kinatoa uthibitisho wote? Ni kwa sababu ya quality products ambazo wanazo, na wamebezi katika aloe vera. Aloe vera zipo nyingi sana duniani, spishi zaidi ya 500. Lakini utafiti ukafanyika wa miaka mingi na kuja na hii spishi ambayo inaitumia. Lakini kipekee mmea wa aloe vera una layers 3. Layer ya nje, layer ya katikati, lakini pia kuna hichi ambacho kimemiminika hapa. Mara nyingi aloe vera ambazo tunakunywa mtaani, tunakata, tunachemsha. Kiafya aloe vera ni protein. Protein inaharibika kwa nyuzi joto ndogo, nadhani 57 tu. Sasa kama ukipasha, ndio maana tunaambia vyakula vingine vitakuwa vive sana. Mboga za majani unatakiwa tu steam kidogo ule. Karacha. Ukimpikia mtu karacha, anaweza kukupiga na ukofi hapo. Chakula mbona ni kibichi? Unapochemsha mpaka zinakuwa rangi ya brown, rangi ya ajabu. Protein imeshaondoka zamani kupita maelezo. Hivyo hata yai natakiwa tuchemshe kitaalamu. Chemsha maji, dumbukiza kule dakika 5, unakula. Lakini mayai yenyewe haya ya kizungu kila unaweza ukashangaa, wanaume wanaanza kutembea hivi. Haya watu tunaweza kuyazungumza tayari. Kwa hiyo tayari Forever kama Forever inatumia hii aloe vera ambayo inaondoa hii wa kisayansi wanaita ni aloe. Aloe ni kemikali ambayo unapokuja kwenye mwili wako inaenda kuua figo. Wazee wengi wa zamani walikuwa wakitumia aloe vera, na baada ya muda inawasaidia sana kwenye afya, lakini figo zimefeli. Ndio hizo mafigo yamefeli sasa hivi. Watu wanakata, wanachemsha. Kampuni kama kampuni yenyewe inaiondoa, inaistabilize, inaiweka katika mazingira ambayo inaiboresha bila kuongeza kemikali hatarishi yeyote, na kuweza kuimaintain ubora wake ikufikie wewe ikiwa kama vile iko shambani, lakini haya yakiwa yameondolewa. Pamoja na haya majani ya kijani, haya wanayaondoa na ubora wake wanaifanya kwa mikono kuweza kuhakikisha kana kwamba iwe very effective. Yaani kana kwamba kazi yako wewe ya kuanzia asubuhi mpaka jioni kukata tu hapa chua utafeli vipi? Ukichoka na kuja mwingine hivyo wanaondoa kwa mikono na baadaye kwenda kuyaosha kuweza kuondoa ule uteute. Kwa hiyo unapata hii ya katikati ambayo 80% ya aloe vera duniani kampuni kama ya Forever ndio inamiliki na ndio inayosambaza duniani kote. Kwa hiyo unaipata ile gel ya katikati ikiwa ni bora. Aloe vera kama aloe vera ni lishe, ni tiba, ni kinga, ni muhimu kwenye afya ya kila mtu. Kufanya mwili wako uwe stable na uwe na afya njema zaidi. Kampuni kama kampuni baada ya utafiti wa miaka zaidi ya 25 na kuweza kutengeneza bidhaa tofauti kwa ajili ya wewe na mimi tuweze kuzitumia, tuweze kuwa na afya njema. Na ziko tofauti kweli. Kampuni kama kampuni imeweka bidhaa kama hii aloe vera gel juice. Hii ni kinywaji safi ambacho hakina uchungu ukakasi kama ule ambao kwenye aloe vera kama aloe vera ambayo umeizoea mtaani, kwa sababu yale ya nje yametolewa, ule aloe ni imetolewa. Gel ya katikati ndio ambayo unayotumia uweze kuwa na afya njema. Inapokuwa inakuja kwenye mwili wako ukanywa, inaenda kusafisha ama kufanya cleansing ya mfumo wako wa chakula ukae vizuri. Kuna watu wengi sana changamoto za afya za uzazi zinaanzia kwenye mfumo wa chakula. Kuna watu wengi sana hawapati choo mara kwa mara. Kama upati choo mara kwa mara, ni ngumu sana afya yako ya uzazi ikae vizuri. Changamoto za kihormone ambazo nyingi tumezielezea pale
zinasababishwa ama zinachangiwa kwa kiasi kikubwa na mmeng'enyo wako wa chakula kuwa dhaifu. Leo hii kinga yako itakuwa imeshuka, uwezo wako wa mayai kuweza kupevuka kwa wakati umeshuka, kumbe kinga zako zimeshuka sababu mmeng'enyo wako wa chakula haufanyi kazi vizuri. Aloe vera inakuongezea kinga ya mwili, inasaidia sana kusafisha mmeng'enyo wako wa chakula uwe vizuri. Aloe vera kama aloe vera inaruhusu utakachokuwa umekula kiweze kufyonzwa kuweza kufanya kazi sehemu yake yote husika. Kwa aloe vera ni bidhaa ya msingi ambayo ina sifa kede kwa ajili ya mtu yeyote aweze kuitumia. Sio kwa ajili ya wagonjwa, kwa ajili ya wewe uweze kuwa na afya njema. Utakapokuwa umeitumia unakuwa na afya njema zaidi. Leo hii anakuja mtu mwingine afya yake imedhoofika, basi hana namna, lazima aweze kuitumia kwa ajili ya kuboresha hii. Kwa nini leo hii mtu akiitumia ngozi yake inakuwa vizuri? Kwa sababu ameenda kuondoa zile taka mwili, tunasema ni free radicals. Ngozi yako inakuwa inang'aa kweli. Lakini sio tu hiyo, inapunguza hata kasi za kuzeeka. Kwa watu ambao hapendi kuzeeka ovyo, unazidi kuwa kijana. Moja kati ya bidhaa ya msingi sana mtu aweze kutumia, inakupatia nguvu. Na pamoja na kuongeza kinga, kumbuka unakuwa na afya njema, kila kitu kinakaa vizuri. Kwa ni bidhaa mama kwa ajili ya mtu yote aweze kuitumia. Mtu yote, hata mtoto anaweza kaitumia, mtu mzima. Makundi tofauti anaweza kaitumia hii kwa ajili ya kuwa na afya njema. Kuna watu wanatamani kuwa na kucha nzuri. Kucha, nywele, zote hizo unakuta mwili wako hauna virutubisho vya kutosheleza. Maana zote hizo ni dead cells zimekufa. Inabidi zizalishwe kwa wingi. Sasa rutuba ikiwa nzuri, sasa zinakuwa vizuri zaidi. No wonder unapokuwa unatumia hivi unakuwa na afya njema zaidi. Na ndio muhimu wa hiyo. Kwa hii ni bidhaa mama ambayo inafanya kazi vizuri kwenye mifumo yote ya mwili wako. Mfumo wa damu, mfumo wa kinga unakaa super, hata mpaka viungo kuweza kuboresha vikae vizuri zaidi. Leo hii hata homoni zako ziweze kukaa vizuri. Aloe vera kama aloe vera inakuwa ni super kwa ajili ya mtu aweze kuitumia. Na ukiitumia hii, vingine vyote ambavyo tutakavyotaja vinaenda kumezwa, kufyonzwa kiufasaha zaidi. Lakini Forever kama au Aloe Vera Company haikuishia tu kwenye bidhaa hii moja, bidhaa mama. Iko na bidhaa nyingine ambayo ndo mpya kwa hapa Tanzania, imekuja hivi karibuni. Nasema ni Berry Nectar. Hii ni bidhaa super muhimu sana, pamoja inafanya kazi sawa sana hizo za aloe vera, lakini kipekee kwenye mfumo wa uzazi iko very superior kwa ajili ya kuboresha kinga yako ya mwili, kwa ajili ya kusaidia mayai yako yakae vizuri, kwa ajili ya kusaidia hata kama ni mwanaume mwanamke tezi likae vizuri vyovyote vile. Hii bidhaa muhimu sana. Afya ya uzazi ikae vizuri. Lakini sio tu afya ya uzazi, hata afya yako ya mkojo. Changamoto nyingi kwenye afya ya mkojo zinaanzia hapo pia. Kwa nini? Kwa sababu kuna matunda ya berries. Berries tumeangalia kwenye zile picha pale, berries zipo, ni muhimu. Mtu anapozidi kutumia hizi, anazidi kuwa na afya njema. Kama unatamani tumbo lako la uzazi likae vizuri, yani mpaka kuanzia umri kijana, umri unakaribia kuzeeka mpaka umekuwa mzee, uweze kuwa na afya njema, Berry Nectar ni muhimu tuweze kuitumia. Lakini pia kwenye ngozi, watu ambao wanatamani ngozi ikae vizuri. Mtu anasema nataka bana kuwa na ngozi nzuri, nipake nini? Ili uweze kuwa na ngozi nzuri, cha kwanza sio nipake nini. Cha kwanza nile nini, ninywe nini. Tunakuwa na ngozi nzuri. Na ndio maana bila kutaja, yako makampuni mengi yalikuwa yana bidhaa kwa ajili ya ngozi, sasa hivi yameshindwa kwa sababu hawana vitu vya kulisha ngozi kwa ndani. Leo hii hawapo, sipo katika hali ya kuyataja, utakuwa unajua wewe huko, lakini yameshindikana kuweka ngozi ikae vizuri. Because for your skin to be clean, to be good, to be neat, lazima upate hivyo vitu, vitamins zote. Na matunda ya berries ni muhimu kwa ajili ya ngozi nzuri. Uzuri kampuni imeshakuandalia uweze kuyatumia, uweze kuwa na afya njema. Lakini sio tu hiyo, kampuni kama kampuni ikafanya utafiti mwingine, na yuko daktari ambaye alifikia kupata Nobel Prize duniani. Akaja na bidhaa nyingine, bidhaa mama Agi Plus. Ni bidhaa muhimu kwa mama, kwa baba, kwa kaka, kwa dada kuweza kuitumia. Kwa nini? Kwa sababu ina kimelea ambacho kinatanua mishipa yako ya damu.
ina virutubisho vyote vya msingi ambavyo vinasaidia kwa damu iende vizuri, izunguke sehemu yote husika. Kumbuka, mwanaume anahitaji mzunguko wa damu ukae vizuri. AG+ inakusaidia. Kumbuka, mwanaume anatakiwa awe na akili ikae vizuri, asiwe na stress. Ukitaka wakati wa kufanya tendo hata madeni hayaji, AG+ uko unaitumia, yani hata sio na mikopo sio nini haiji. Akili yote iko pale, choka safi kabisa. Mambo yametulia. AG+. Ukitaka uzee usizekezeke ovyo, AG+ inakusaidia. Lakini kipekee inasaidia kufanya homoni zikae vizuri. Changamoto za kihomoni zimekuwa ni nyingi sana. Homoni kwa mwanamke na mwanaume. Kuna wanawake wengine anakuambia sema na mimi hata hamu ya tendo la ndoa sina. Utendo la kujamiana, huna hamu ya tendo kwa sababu gani? Issue za kiafya hizo. Unamtaka anakuambia bwana mimi hata hamu sina. Hasa kama una hamu inakuwaje? Zina changamoto hiyo. Zinakusaidia kufanya hiyo hali ikae vizuri zaidi. Kwa kupitia hizo zinafanya unakuwa na afya njema. Lakini sio tu hiyo. Pia hata akili yako ikae super. Na watu wanafanya mazoezi, misuli ikae vizuri, unataka 6 pack zikae vizuri kwa haraka, fanya mazoezi, tumia na AG+ super kabisa. Unaokaa vizuri kweli kweli. Ina protini nzuri, misuli inahitaji protini. Na ndio maana hata wana michezo wengi sana wanaitumia AG+ sababu ya kutanua mishipa, kuruhusu damu ipite vizuri. Dr. Murad alipata Nobel Prize kupitia hii product L-arginine. Amefanya research ya kiuadilifu kweli kweli. Sasa yeye mpaka kufikia katika viwango kama hivyo, mimi ni nani, wewe ni nani pacha kuitumia hiyo AG+. Afya ya uzazi, mayai. Maana kuna watu wanasinzia sio sauti yangu ni laini. Sio wewe, huyo aliyoko pembeni yako ndo anayesinzia. Huyo. So wewe wala usinzie. Aliyoko pembeni yako. Kwa AG+ ni ya msingi sana. Lakini sio tu hiyo, kwenye pale vyakula tumeona kuna salmon fish. Forever imefanya utafiti, kuna mafuta ya samaki. Kipekee, samaki ni muhimu kwa ajili ya ukuaji wa kiakili, kwa ajili ya misuli ifanye kazi vizuri, lakini pia kwa ajili ya mishipa yako ya fahamu ikae vizuri. Na ndio maana hata tukiwa wadogo, tulikuwa tukipaka mafuta ya samaki. Sasa mafuta ya samaki yenyewe yameshadimika, tena hata ladha yake imeshakuwa ya tofauti. Sasa ukiwa mdogo ukisha kula tu kidogo, hii mafuta ya samaki tena haya, kumbe ndo anafanya. Lakini siku hizi mafuta ya samaki wengine hata hawajui. Na kuna wengine hapa wanasikia mafuta ya samaki kwa mdogo ndivyo ilivyo, sababu ya brain development. Forever ikafanya utafiti kwa samaki ya salmon katika bahari ambayo haina uchafuzi mkubwa wa kimazingira, ikatuletea hiyo. Mafuta mengi ya samaki yana omega 3, omega 6. Wanashindwa cooperate na omega 9. Forever is the only company ambayo imeweza kuunganisha mafuta ya samaki pamoja na mafuta ya mzaituni, olive oil, kwa pamoja. Na ndio maana yana regulate cholesterol. Mwili wako una cholesterol nzuri na cholesterol mbaya. Cholesterol nzuri ile ambayo hata makampuni mengi wana omega 3 inafanya hivyo. Hata vitunguu saumu vina control omega na hizo cholesterol mbaya. Ndio maana hata kuna watu na pressure nakula vitunguu saumu wana control cholesterol mbaya. Lakini ile cholesterol nzuri, mafuta ya mzaituni, olive oil, inazipandisha. Zipo kwenye Forever mafuta ya samaki. Na ndio maana tunaweza kusema is the best mafuta ya samaki in the market duniani so far. Muhimu kwa ajili ya kufanya homoni zako zikae vizuri. Ni moja kati ya bidhaa kwa ajili ya kuratibisha homoni. Omega 3 ni ya msingi kweli kweli. Unataka tumbo lako likae vizuri, mafuta ya samaki. Unataka akili yako ikae vizuri, concentrate vizuri, Arctic Sea. Lakini pia unataka basi uweze kuwa na kumbukumbu. Na uweze unajua kuna mtu mwingine anasahau vitu vingi kweli. Hata vitu vya msingi unasahau. Mafuta ya samaki yanakufanya ukae hivyo na kuweza kuyakumbuka yote hayo kwa ufasaha zaidi. Kwa hiyo ni moja kati ya bidhaa ya msingi sana uweze kuwa na afya njema. Kwa watoto ni muhimu, lakini kwa afya ya uzazi super kabisa. Kumbuka pressure, sukari kisha kaa vizuri, hata uwezo wa kujamiana unakuwa uko super. Lakini sio tu hiyo, kuna hii Royal Jelly. Tumeona kwenye list ya vyakula. Ni muhimu uweze kuyapata. Bado pia unaipata hii kipekee. Kama unataka kurelax, kupumzika vizuri, Royal Jelly inakusaidia kwenye hilo. Kuna watu ambao wako busy na kazini,
Unajua ukiwa busy unawaza vitu vingi, hata kama labda umerudi nyumbani unalala tu. Ovyo. With Royal Gel inakupatia matokeo mazuri. Lakini kipekee kwa kina mama, Royal Gel inaenda kuchevua, kufanya mayai yaweze kupevuka kwa wakati. Yaani na mayai yakishapevuka vizuri, na kwa super, inaanza kuratibisha hormones zako zikae vizuri. Kuna kina mama nakuta hormone issue za kihormone tu, na hormones zikiwa hazikai vizuri, unakuwa na msongo, stress. Stress ni nyingi kweli kweli. Sasa washanga mama yuko huko, washanga mama hata nyumbani kitu kidogo tu, wewe uko wapi? Ameshakuwa na hasira yake. Kumbe ni hormones hazijakaa tu vizuri. Tuwasaidie wakina dada waweze kutumia hiyo Royal Gel. Akili yako iweze kurelax with Royal Gel, kwa maana mama ni bidhaa ambayo hutakiwi kuikosa. Aidha unajiandaa kubeba ujauzito, umeshapata ujauzito, baada ya ujauzito umeshafika umri wa kukoma kwa hedhi, umeshakoma hedhi, Royal Gel ni muhimu. Itakuandaa hata utakapofika baada ya kukoma kwa hedhi, unakuwa uko vizuri. Ndugu zangu, sasa hivi ni binti, afya yako, hormones zako zinaeleweka. Itafika kipindi hormones zako zitakuwa hazina ushirikiano. Zikishafikia kipindi ambacho hazina ushirikiano, kuna kipindi utaanza kujisikia joto, wakati kuna baridi kuna joto, ujielewi, yani jamani, hicho kipindi sio kizuri. Ukitaka kujua hiyo hali, wakina mama ni wavumilivu kupita maelezo. Wanavumilia mengi. Mama akishafika miaka 50 na kuendelea, ukamwona tembea, mengi sana mwilini mwake yanatokea. Yanapitia vitu vingi sana. Wanaposema mwache mama aitwe mama, kipindi kile. Sasa kila mtu hapa, mwingine na mama mdogo, tumjali aweze kuwa na afya njema. Walao kipindi ambacho upo kama saizi, hata basi wakati wa pre-menopause, wakati wa menopause, hata baada ya menopause, ukae vizuri. Hiyo hali sio mchezo. Sasa kasema sio mchezo, kwa nini wewe ushakuipitia? Kwa nini mimi nishakupitiaga huko? Mbona nasema kuna maumivu? Lakini ndivyo ilivyo. Kwa hiyo ni muhimu sana tuweze kuweza kufanya afya yako ikae vizuri. Lakini pia kumbuka, pamoja na kuwa na afya njema wakati wa binti na muda wote, pia upungufu wa damu ni swala la msingi sana kwa kina mama, kwa hapa kwa kina mama zaidi. Unatokea upungufu wa damu kweli kweli. Fanya damu yako ikae vizuri. Pamoja na hivyo, wakina dada, nakumbuka kipindi kile ambacho tumesema kwamba mayai yanapungua, damu nayo inapungua. Madini, minerals nyingi sana zinatoka mwilini wetu. Mwilini wa kina mama kuchacha kila kitu. Damu inabidi, lakini B12 pia inasaidia pamoja na kuzalisha damu, lakini pia inaenda kucontrol vinasaba. Kana kwamba nafasi za kupata B12, kuna folic acid ndani mwake. Watu sasa hivi changamoto kubwa, wimbi kubwa, watoto kuzaliwa na mgongo wazi. Wanatokeaga sana. Issue ya kigenetikali hiyo. Vinasaba. Mama anayetumia folic acid vizuri mapema ana chances za kutokupata huu mgongo wazi au ubongo kutokukaa vizuri. Muhimu sana tuweze kuitumia. Sio tu mpaka wakati wa ujauzito, hata kabla. Mjali ndugu yako mwenzako aweze kuwa na afya njema. Lakini na hii B12 inafanya kazi vizuri sana, yani mwili inaifyonza vizuri ikiwa ina vitamin C. Vitamin C ina ensure maximum absorption ya B12 na folic acid. Na ndio maana kama mtu akiweza kutumia vyote kwa pamoja, anapata matokeo yake mazuri zaidi kwa haraka zaidi. Hakuna kitakachopotea. Vitamin C ni muhimu sana kwenye fibers formation, kwenye vile vinyuzi viweze kukaa vizuri zaidi. Lakini pia ziko bidhaa nyingi, madini ya calcium. Calcium ni muhimu sana kwa sababu yaenda kuimarisha mifupa. Kama mama, calcium ni muhimu haswa. Kumbuka, ushapata ujauzito, mimba imeingia, haina mifupa yoyote. Kwa mifupa ya mtoto imeenda kuboreshwa kupitia madini ya mama. Leo hii mama amefyonzwa madini yake mengi pamoja na hizo calcium. Leo hii mama amepata mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, ameshachoka. Ameshadhoofika. Vijana ndio sasa hivi bwana maza mwenyewe bwana eleweki. Maza eleweki vipi? Yaani wewe maza eleweki wapi? Hivyo na nani? Mjali mama yako aweze kuwa na afya njema. Tumlinde, tuwalinde kina mama kwa ajili ya kuwapatia calcium.
Calcium ni muhimu sana. Uzuri wa calcium ya Forever ina vitamin D ndani mwake. Vitamin D inasaidia calcium yote ifyonzwe kwa ufasaha zaidi. Ndio maana Forever Calcium itabaki kwa the best calcium in the market na in the world, kwa sababu tu ubora wake wa hivyo. Lakini sio tu hiyo, maambukizi ni mengi sana kwenye mfumo wa uzazi. Kinga yako lazima iwe boosted. We have this B propolis, ni natural antibiotic. Yako maambukizi mengi ambayo unayapata katika mfumo wa tumbo, mfumo wa mkojo. B propolis ni natural antibiotic. Unaitumia kwa ajili ya kuboresha kinga yako ikae vizuri zaidi. Sio mpaka uwe na changamoto ndio uweze kuitumia. Tutumie mara kwa mara tuweze kuwa na afya njema. Lakini pia kuna Babalao. Vitalize for Women. Babalao. Yaani hii inaenda kusaidia, sio lazima mpaka kuanzia miaka 35 au 30. Hata ukiwa binti unaweza kuitumia. Lakini kuna watu ambao ni lazima waweze kuitumia. Mtu ukishaanza kwenda kule, hobu ndio zishaanza kupoteza ushirikiano, zieleweki. Vitalize litakuwa katika line. Ina madini, ina mineral za kutosheleza uweze kuwa una afya njema. Inakufanya mama ujisikie mama. Yaani ujisikie ule binti kidogo uendelee kupunguza zile dalili za complications za uzeeni kule. Vitalize for Women na kuandaa vizuri zaidi. Inakusaidia ukae hata zile moods. Kuna mtu unakuwa na hasira, yaani kidogo tu unaweza kuwaka. Inakusaidia una calm down. Unakuwa na afya njema. Kwa Vitalize tutumie, lakini pia tuwasaidie na mama zetu waweze kuwa na afya njema. Utasema utatumia mpaka lini? Kwani wewe unakula mpaka lini? Endelea kutumia. Hizi ni mbolea, hii kama mbolea tu jamani. Najua mmea utakapokuwa umemea, unaweza pia ukaamua kuongeza mbolea ama ukasizi kidogo ukasubiria mavuno mengine hivyo. That's how these things they are working. Sio kwamba lazima utumie ndo sheria. Nani kasema? Au mimi nitatumia tu mara moja, mbona sijapata matokeo? Hii ni lishe. Mmea umedhoofika kwa kiasi gani? The more mmea umedhoofika, the more nazidi kupatia rutuba. Na kuna kipindi inabidi utumie hata vingi kwa pamoja. Yaani kuna changamoto, kuna issue nyingine, labda point moja tu ushamaliza. Kuna vingine inabidi upate combination. Unajua kama jambazi akija kijambazi kimoja tu nyumbani, sasa tu unakichukua na kashika. Yamekuja majambazi mengi. Na inabidi utafute masuala mengi. Wachukue hichi na nachukua hichi. Wow. Nashangaa matokeo yameshatokea. Hizi bidhaa. Kwa hiyo unavozidi kutumia unapokuwa na afya njema. Vitalize for men na for women, zote hizo. Uzuri Forever bwana is amazing. Waliangalia pia na kina baba, na pia tuweze kuboreshwa kidogo. Tutapewa pia Vitalize for men. Ambayo hii yote hii itafanya, unajua mtu mkiwa nyumbani na smile, unajua mambo mazuri. Kupitia hiyo inawezekana tu. Kwa Vitalize for Women inafanya kazi vizuri for men. Na uzuri kama hizi ndio bidhaa pekee ambazo specifically, yani hii Vitalize for women imeandikwa specifically for women. Hiyo ya wanaume imeandikwa specially for men. Sasa specifically hiyo ni kwa mwanamke. Sasa wewe mwanaume ukaitumia, huwezi jua itakachotokea nini. Lakini ya mwanaume naamini ukiitumia maybe, sasa kama mwanaume akipata sifa, mwanamke akipata sifa za mwanaume, si fresh tu, poa tu. Tunataka nini? Yaani tuko nao tu. Ila mwanaume sasa upate sifa za wanawake. Yaani mwanaume unakuwa sasa ueleweki. Nataka kusema vibaya. Kwa hiyo inasaidia tezi dume likae vizuri. Inasaidia ukuaji wa tezi dume, kuregulate, kuratibisha tezi dume likae vizuri. Hizi bidhaa sio tu kwa ajili ya wewe mwanaume, mwanamke, kwa ajili ya mjomba, baba, kwa niaba yake pia iweze kuzielewa hizo products. Lakini pia B12 tumeshaizungumzia kwa kiasi. Naturemin ni muhimu, ina madini ya calcium kwa kiasi kikubwa, lakini kwa mwanaume Naturemin inasaidia madini. Mbegu za kiume zinahitaji madini mengi, zinki, magnesium, zinki ndio kwa kiasi kikubwa sana. Utaipata kupitia hii. Naturemin ni muhimu kweli, lakini pia hata kwa wanawake, kucha zikae vizuri, nywele, Naturemin. Kwa madini haya ni ya msingi sana kwa mtu yote aweze kuyatumia. Lakini kama mwanaume mbegu unataka zikae bora, basi hiyo ni ya msingi kuweza kuitumia. Lakini pia hata kupatia energy, be pole. Mwanaume unahitaji nguvu, mwanaume unatakiwa choka ovyo, inakupatia energy. Ndio unapozidi kuitumia unakuwa una afya njema kweli. Unakuwa uchoke, mtu kidogo tu umeshachoka. Sasa bila kuchoka ovyo unakuwa ueleweki.
Sasa kuna baba lao hiyo. Na unakumbuka ile picha mtu anakamata vitu fulani hivi. Sio kama naikumbuka ile. Unasema umeelewa? Sasa ile picha ile mtu akamate kiti yani ili ifikie yule sasa. Hii multi-marker. Maka tumeelezea ni muhimu kwa ajili ya mwanaume na mwanamke. Wote tuweze kuitumia. Homoni zikae vizuri, mwanaume uwezo wa kukaa kwa muda kidogo. Wale dakika moja tu kitu tayari chwa. Multi-marker inakusaidia ukae vizuri zaidi. Multi-marker is amazing kwa ajili ya kila mtu. Uwe super zaidi. Kwa hiyo multi-marker sio tu kwa ajili ya mwanamke, hapana, kila mtu. Lakini kumbuka, ukishakuwa na mbegu bora, mishipa yako endapo iko vizuri, akili imekaa vizuri, basi hata kuondoa taka mwili, free radicals, promising power ni bidhaa muhimu ya msingi kwa jamii, kwa wote, mwanamke na mwanaume. Ni bidhaa ambayo inaongoza kwa kupambana na zile taka mwili, zile ambazo tunasema ndo sumu kwa lugha za kawaida, lakini ndo free radicals. Mwili unazalisha taka mwili. Hii ni bidhaa ambayo inayopunguza ama kuweza kuondoa kwa ufasaha zaidi. Lakini pia kumbuka, uweze kuwa na afya njema, ni muhimu sana kuweza pia kuzingatia uzito wako kae vizuri. Uzito ni swala la msingi sana. Kuna program kwa ajili ya weight management. Changamoto imekuwa ni kubwa sana kwa mambo ya uzito kwa kiasi kikubwa sana. Lakini pia hizi bidhaa zimetumiwa na watu wengi kupita maelezo. Watu ni wengi wameweza kuzitumia. Hapa kuna shuhuda chache tu. Kwa sababu pia ya muda, najua kabisa huyu mtu ametumia multi-marker. Lakini hapa anapozungumza anamuuliza tu, bwana mkuu vipi?